Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Washirika wa Israel wamemgeuka Benjamin Netanyahu. Wakati vita katika ukanda wa Gaza vinaanza, washirika wengi hasa mataifa ya magharibi yalikuwa yakimuunga mkono bwana Benjamin Netanyahu, lakini wakati huu washirika wengi wanaonekana kumtupa mkono bwana Netanyahu ambaye bado anapambana na wapiganaji wa Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza, huku akivamia Gaza kwa majeshi yake yote ya ardhini pamoja na yale ya angani kwa kutumia makombora mazito. Hata hivyo, hadi wakati huu inadaiwa kwamba bwana Netanyahu yupo katika hali ya mapambano zaidi, lakini pia akielekea katika kuichukua Gaza kwa nguvu zote. Na wakati huu bado kuna kampeni ya mataifa ya magharibi ambayo ni washirika wa Israel ambao wanaamua kumtenga bwana Netanyahu. Uhispania inaongoza kampeni ya kimataifa ikitaka Israel iwekewe vikwazo vya silaha ili kurejesha amani kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mawazo haya yanaungwa mkono na Ufaransa, ambapo mara kadhaa rais wa Ufaransa bwana Emmanuel Macron alikuwa akiweka wazi kwamba kinachofanywa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu hata hayuko pamoja naye, na kwamba alimtaka mara kadhaa aachane na vita vyake katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, licha ya kwamba kulikuwa na ufafanuzi juu ya safari ya rais wa Marekani Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika mataifa matatu ya Kiarabu, lakini bado wachambuzi wa mambo wamesalia na kile walichosema kwamba rais wa Marekani pia anaonekana kwamba hayuko pamoja na waziri mkuu huyo wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Kadhalika, Ujerumani imesema hali ya Gaza haikubaliki. Wakati mataifa mengine yakikosoa kile kinachofanywa na Israel, hasa waziri wake mkubwa na Netanyahu, Ujerumani ambayo kwa kawaida ni muungaji mkono wa Israel kijeshi, kifedha na kisiasa, imekosoa vikali kile kinachoendelea sasa katika ukanda wa Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema akiwa ziarani nchini Uhispania hapo jana Jumatatu kwamba hata nchi yake haioni hali ya Gaza kuwa yenye kukubalika na kuvumilika tena. Hata hivyo, Wadephul ambaye alikuwa na mwenzake wa Uhispania Jose Manuel Albaresti alisisitiza kwamba usalama wa Israel ni sababu ya kitaifa kwa Ujerumani, msamiati unaotumika kuelezea wajibu wa kihistoria wa Ujerumani kufuatia jukumu lake kwenye mauaji ya maangamizi dhidi ya Mayahudi ya Holocaust. Kwa hali hiyo, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Ujerumani anathibitisha kwamba wakati huu hawapo tayari kuona hali ya binadamu katika eneo la ukanda wa Gaza, ambayo inapelekea kizungumkuti kikubwa cha kimaadili na kisiasa kwa nchi yake. Hata hivyo, Urusi nalo ni taifa ambalo limepinga kile kinachofanywa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwa watu wa ukanda wa Gaza. Kadhalika ni kile ambacho kimeelezwa na nchi tatu, kwa maana Uingereza, Ufaransa pamoja na Canada, ambao pia walikuwa ni washirika wa karibu wa Benjamin Netanyahu, nao pia wameona kile kinachofanywa na waziri mkuu huyo hata hakiendani na maadili ya ulimwengu. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni viongozi mbalimbali kutoka Ulaya walishuhudia ukatili unaofanywa na Benjamin Netanyahu, ambapo wakati wakialikwa na rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas kutembelea katika maeneo ya ukingo wa magharibi na kuona jinsi Israel inavyofanya mauaji ya kutisha katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, jeshi la Israel lilirusha makombora na risasi karibia kabisa na wageni hao kutoka katika mataifa ya magharibi, wakiwemo pia wanadiplomasia kutoka nchini Urusi ambao waliambatana katika safari hiyo kwenda kuangalia hali halisi ya ukanda wa Gaza. Hii pia ndio ambayo inaelezwa kwamba imeshuhudia ukatili uliofanywa katika eneo hilo, lakini mataifa hayo yakijiridhisha kwamba kinachoelezwa katika vyombo vya habari kina uhalisia baada ya kuona namna mambo yalivyo, kwamba Israel imewazuia watu wasipate chakula wala maji, huku ikiwashambulia kwa makombora mazito. Umoja wa Mataifa umelaani na kuzungumza mara kadhaa juu ya kadhia hii inayoendeshwa na Israel katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, huku Antonio Guterres, katibu mkuu wa jumuiya hiyo, akieleza mara kadhaa kusikitishwa kwake na kuzuia na kumweleza waziri mkuu Netanyahu aachane na mpango huo, huku Netanyahu na serikali yake ikimwekea mkakati bwana Guterres kwamba kamwe asijakatua katika ardhi ya Israel.
Hii yote inaonyesha kwamba Israel imetengeneza chuki na mataifa mengi ya ulimwengu, licha ya kwamba mataifa hayo kwa sasa hayakuonyesha nia ya kwenda kupambana na Israel, licha ya Uhispania kuwa na kampeni ya kimataifa ya kuizuia Israel isipewe misaada ya aina yoyote, iwe ya kifedha, iwe ya silaha ama ya namna yoyote ile. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.